Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Naam, ndugu yangu katika imani, popote pale ulipo duniani, unaendelea kutufuatilia kupitia televisheni yako pendwa kabisa, nayo ni Istiqama Swahili TV, busati la elimu pamoja na hikma. Hakikatan usichoke kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii mbalimbali, ikiwemo Facebook, YouTube, Instagram pamoja na TikTok, ili upate kufaidika, kunufaika na uwe miongoni mwa wale ambao watakaotoka katika kiza kwa idhini yake yeye Allahu Jalla Jalalu. Tunaendelea na makala yetu pendwa kabisa, nayo ni nafasi ya Istiqama, Jumuiya ya Istiqama katika maendeleo ya elimu hapa Zanzibar. Tunaendelea kuwa na wale ambao tayari walisoma wakamaliza na sasa wapo katika field zao chini ya usimamizi wa Jumuiya ya Istiqama, na tupo na ukhti wetu hapa ambaye atakayejitambulisha na kuanza kuwasalimia wapendwa wafuatiliaji wa Istiqama Swahili. Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Mariam binti Umar bin Hamad. Naam, kwa niaba ya ndugu yangu mtazamaji, nipende kuitikia salamu yako wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu yetu mtazamaji atafurahi akisikia historia yako, kuanza kwako kusoma chini ya usimamizi wa Istiqama mpaka kumaliza. Naam. Nashukuru, nimeanza kusoma Istiqama tangu mwaka 2021, nimemaliza mwaka 2024. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hakikatan baada ya kumaliza mwaka 2024, sasa hivi upo unafanya kazi gani baada ya kumaliza masomo? Sasa hivi nipo katika madrasa ya Abu Ubaida Fuoni, nafundisha alhamdulillah, nafundisha wanafunzi misingi ya dini ya Kiislamu na mafunzo mengine mbalimbali. Naam, katika safari yako ya elimu kwa ufupi kabisa chini ya usimamizi wa Istiqama, unaizungumzia vipi jumuiya hii ya Istiqama katika malezi, kuwasimamia katika kusoma kwenu nyie kama watoto wa kike? Kwa kweli alhamdulillah, Istiqama ipo vizuri katika kusimamia jambo juu ya elimu. Wanajitahidi katika kutuletea mambo mbalimbali kama vile vitabu, kutuhudumikia, malezi, wametulea katika malezi ya dini alhamdulillah rabbil alamin. Inafikia mtu anatoka katika mahadi Istiqama anajua ni jinsi gani anaishi katika jamii, vipi atamuabudu Mola wake, vipi ataishi na watu, majirani, familia kwa ujumla. Katika elimu ambayo umeipokea kutoka chini ya usimamizi wa Jumuiya ya Istiqama, imekufundisha nini wewe kama mtoto wa kike kujiandaa kuwa kiongozi bora kwa familia yako, kiongozi bora kwa wadogo zako na hata jamii kwa ujumla, hata wanafunzi wako pia? Imenifundisha mengi tu, miongoni mwayo kama kuishi na watu vizuri, kuishi na familia yako kwa uzuri, pia jinsi gani ya kuishi na wazazi wako, kuwatendea wema, kuishi na majirani, hata kuishi na wanafunzi wako kwa uzuri, kuwafundisha yale yalikuwa anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuwafundisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuache. Hakikatan hii ni fursa kubwa na zawadi kubwa ambayo viongozi ambayo umeifanya hadi hii leo. Haya ni matunda makubwa sana sana sana. Ukipata fursa ya kuzungumzia uongozi wa Istiqama, umesoma, unafahamu, miaka 4 ni mingi sana, unafahamu kila kitu. Ndugu yangu mtazamaji, kama wewe ambaye umesoma, nataka kujua unauzungumziaje vipi unauzungumzia vipi uongozi wa Istiqama hasa katika masuala ya elimu? Kiukweli katika kuhusu jambo la uongozi wa Istiqama wamejitahidi sana katika kueneza elimu, na pia wanahitaji wanafunzi ili kuendeleza kuwafundisha mambo ambayo yanaridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wewe kama mtoto wa kike mwenzako ambaye anayekutazama kupitia Istiqama Swahili TV, unamwambia vipi kuhusiana na elimu ya dini, na wewe unajivunia vipi hapa ulipo na ile elimu ambayo uko nayo? Najivunia mambo mengi, miongoni mwa mambo hayo kwamba nimeweza kuwa ni jinsi gani naweza kuishi na watu, na pia nimejifundisha au nimejifunza kwamba mtoto wa kike anatakiwa ajistiri, mtoto wa kike anatakiwa asiwe ni mtu mutabarrija ambaye anajipamba anatoka mbele za watu. Pia unajifunza ni namna gani wewe mwanamke kwamba una manzila kubwa katika hii jamii. Naam. Kwamba ukielimika wewe na umma pia umepata kuelimika. Mwanamke ni madrasa. Aiywa. Naam.
Kwa hakikatan ndugu yangu mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, tumeangazia vijana wa kiume ambao wamesoma chini ya usimamizi wa Istiqama, mmewaona, na hawa dada zetu ambao wamesoma chini ya uongozi wa Istiqama, mmewaona. Hakikatan ni jitihada kubwa sana ambazo zilizofanyika na zinazoendelea kufanyika kuwasimamia wengine, kwani hakikatan taifa linajengwa au Uislamu unajengwa na vijana wenye elimu. Kwa kumalizia kabisa mazungumzo yetu, unampa nasaha gani binti ambaye yuko nyumbani na hataki kusoma dini yake? Nasaha yangu kubwa ni kwamba ni kwenda kujiunga na madrasa ambayo inaitwa Mahad al-Istiqama. Akienda kule atajifunza mengi na atafaidika na ataweza pia kuisaidia familia yake na jamii kwa ujumla. Naam, huu ni usia wa dada yetu kwako wewe dada yangu mpendwa ambaye uko nyumbani unatazama kupitia Al-Istiqama Swahili. Hakikatan hii ni faida kubwa ambayo tumeipata kwa kuangazia kwa ufupi kabisa nafasi ya jumuiya ya Istiqama katika maendeleo ya elimu, tukiwafata vijana katika fieldi zao ambapo wapo wakisomesha Qur'ani. Walivyomaliza kusoma, Istiqama haikuacha hivi hivi, bali imewashika kuja kuwanufaisha wale wengine. Kwa hiyo ni nuru juu ya nuru. Hakikatan hii ni baraka kubwa kabisa. Tunatoa pongezi za dhati kabisa kutoka katika nyoyo zetu kwa viongozi na wapenda kheri wote ambao wanaofungamana kupigana katika kheri kama hii. Hakikatan hii ni sehemu ya kwanza, nayo tunafikia mwisho kabisa kwa kuangalia matunda au output ya jumuiya ya Istiqama katika maendeleo ya elimu, na hii ni kwa ufupi kabisa, kwani yapo mengi ambayo wameyafanya katika maendeleo ya elimu. Na muomba Allahu jalla jalalu kwa baraka zake na neema zake atujalie tuwe ni wenye kufaulu, na mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa vipindi vingine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.